Je, unajua kuhusu mchaichai? Unafahamu kuhusu mchaichai? Leo nataka tujifunze namna ya kutumia mchaichai kuweza kutatua changamoto mbalimbali kwenye mahusiano, hasa wanaosumbuliwa na masuala ya mahusiano, kwenye masuala ya ndoa, upande wa uchumba tu, kama unakataliwa, pia unadai ama unadaiwa madeni, lakini pia unasumbuliwa na maradhi mbalimbali ya kwenye kibofu, mfumo wa kibofu, lakini pia kwenye upande wa ngozi. Nitajaribu kuelezea, lakini kama muda utatosha basi nitajaribu kutengeneza part 2. Karibu sana kwa wewe fans wangu ambao unanifuatilia kila siku, lakini kwa yule ambaye ni mgeni mara ya kwanza ananitembelea hapa, na kukaribisha sana. Ni sehemu salama ambapo utaweza kujifunza chochote kile. Yaani chochote kile ambacho nitavutiwa nacho ama nitaona kinaweza kusaidia, basi mimi sio mchoyo, nitakuletea hapa, kwa sababu unapotoa ulimwengu pia unaleta baraka za wewe kupotea. Kwa hiyo kama chochote unakijua, share na wenzako ili uweze ni njia rahisi ya kuvuta vitu kwenye ulimwengu. Kwa hiyo nimekupa hiyo kodi, tembea nayo ili uweze kufanikisha. Sasa vitu vyote hivyo nilivyovisema, kitu ambacho unapaswa kufanya, tukiachana tu na masuala ya ngozi ama kibofu, kitu ambacho unatakiwa kufanya, kitu cha kwanza kabisa, safisha mji wako. Ili sitoacha kusema, nitasema tena, kwa sababu nyumba ndo sehemu pekee ya madhabahu ambayo wewe unajiunganisha wewe na roho yako. Pindi unakwenda kulala, unatoka katika hali ya kimwili unakwenda katika hali ya kiroho. Tengeneza mazingira yako vizuri, yawe safi. Tupa vitu ambavyo vimetupa, vitu vilivyoharibika, choma, ama ikiwezekana kama havijaharibika ila huvitumii unatamani kugawa, basi hakikisha unavisafisha vizuri, hata na chumvi ya mawe, kutoa ile aula yako ama kutoa ile nyota iliyopo katika hivyo vitu vyako, kwa sababu kila kitu ulicho nacho kinabeba nguvu zako, kinabeba mitetemo yako. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukachukua ukaenda kupeleka sehemu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo unaviona sio sahihi, toa. Jitahidi kusafisha mji wako. Siku nzuri ya kusafisha mji ni siku ya Jumamosi, ama tuseme mwisho wa mwezi. Mfano kama tarehe 30, 31 unaweza ukawa unafanya hicho kitu. Kama unaweza kila Jumamosi fanya, ama hata Jumamosi moja kwa mwezi fanya ule usafi mkubwa, pekenyua kila sehemu. Watu wengi hawafanikiwi, mambo yao hayaendi kwa sababu ya kukumbuka kusafisha miji yao. Uwezo ukajua sio kila mtu mwema anayekuja kwenye mji wako, sio kila mtu mwema anayekuja kwenye familia yako. Kuna baadhi ya watu wengine wanakuja kwenye miji sio kwa lengo la kujulia hali, bali wanakuja kwa ajili ya kuharibu ndoto zako wewe na familia yako, ama kuharibu maisha yako wewe mwenyewe. Anaweza kaweka kitu chochote kwenye mji wako, kaanza kujiona ujisikii kwenda kazini, unaona vivu, ama wakati mwingine unaanza kuona mavurugu haishi katika mji, magomvi, hela zikai, uzao haupo, kila kitu hakistawi kwenye mji. Safisha mji wako vizuri, deki na chumvi ya mawe, tafuta maji ya Zamzam, spray kwenye kona za mji wako, ama maji ya baraka. Maji ya baraka wanajua Wakristo wanaita hivyo, lakini nahisi kwa Waislamu pia sio, kuna maji pia wanaosomea dua, ama Zamzam pia unaweza kaenda kuchukua, ama ukaenda kuchukua kwenye vimiminika vyovyote vile. Watu wanoka kwenye haya maji kwenye mfano kama nadhani Kilimanjaro, wapi kuna maji yanakuwa na baharini, wapi sehemu yote ambayo utaona kuna utulivu wa maji ya asili, unaweza ukachukua ukawa unaweka na chumvi ya mawe, una spray katika mji wako ili kuleta baraka. Pia unaweza ukawa unanyunyuzia maji hayo hata sehemu za kuzunguka nje ya nyumba ama chumba chako ili kuleta ile baraka. Pia pendelea kutumia ubani. Kuna aina mbalimbali ya ubani. Hivi vitu jamani sio uchawi. Narudia tena, hivi vitu si uchawi ambao mmeukalili katika kichwa chenu. Ni vitu vinavyotumika katika sehemu zenu, madhabahu zenu, mnaona wanatumia ubani, wanatumia udi. Vitu kama hivyo ni vya kawaida. Inategemeana na wewe unajiunganisha vipi. Kwa hiyo tumia kuwe na hewa nzuri, ama kuwe kuna mvuto mzuri katika huo mji wako. Utaanza kuona mambo yanabadilika. Baada ya kufanya hivyo, tunaenda sasa kwenye kujitakasa, kwa sababu tunasema kwamba uwezo kala chakula kwenye sahani chafu. Kama mazingira unaishi ni machafu, ukasema unakula chakula hamna kitakachoenda. Wengi hiki kitu ninachokizungumza kimeshawatokea. Kuna baadhi ya watu wanakuambia mimi kila kitu ninachofanya kinakataa. My dear, hakuna kitu kitaweki ama kitafanya kazi sehemu ambayo inagiza. Hakuna kitu kitafanya kazi. Kwa hiyo weka mwanga mazingira unayoishi, nje, ndani, mpaka nje ya mji wako, ndipo uanze kujishughulikia wewe mwenyewe. Ukishamaliza kufanya hivyo nilivyosema, basi chukua ile sufuria lako, weka mchaichai, chemsha vizuri, nenda kaoge kawaida. Oga kabisa kawaida na sabuni, toa taka zote kwenye mwili wako. Chukua hayo maji ambayo yatakuwa tayari, utaweka pembeni, yatapoa. Chukua chumvi ya mawe, tupia humo, sema nia zako, weka kwenye ndoo safi, nenda kaoge bafuni. Bafu liwe safi, sio chafu nalo kujua tu, ama sehemu yote ambayo utaiona ni salama. Oga vizuri. Ukishamaliza
Basi hata kuna watu wengine, mtu anakuambia kwamba mimi natumia ni sijui kuna choo tu cha ndani hivi sijui ni cha kufunika. Sasa unaweza ukafunika pale, ukachamsiki pale pasafi, ukaoga vizuri. Basi ila ni vizuri sana kwenda kutumia sehemu ya yani bafuni ama sehemu ya kama ni nje, inategemeana sasa wewe mwenyewe na mazingira yako. Lakini kama mazingira yamekubana, angalia sehemu yote ambayo utaona wewe ni salama. Unaweza ukafanya hata kwenye beseni kubwa, ukajiosha mwenyewe, ukamaliza ukachukua maji yako ukaenda kuyamwaga huko nje. Hakuna mtu anaweza kuingilia maisha yako ya ndani. Na jitahidi sana sehemu unayoishi iwe inakufanya unakuwa huru, sio sehemu ya kujibana bana. Kama itakuwa ni sehemu ya kujibana bana, kuna vitu vingi vinaweza visiwe vinatimia kwenye maisha yako. Kwa hiyo oga kwa manuizi yako. Kama ni ndoa yako inasumbua, nuia kuhusiana na ndoa yako. Kama kuna namna fulani unachukiwa, nuia hivyo. Kama ni mahusiano, sijui mwanaume wako amekugeuka kama mwanamke wako tukakugeuka ghafla, utanuia hapo. Kama unadaiwa ama unadai pia utanuia kwa manuizi yako. Sasa kwenye kudai hapa, tafadhali mtu unayemdai usimkunjie. Ukimkunjia anaweza asifanikiwe. Kwa hiyo jitahidi kuachilia moyo kwa mtu unayemdai, lakini pia muombe mema na baraka, ulimwengu uweze kumbariki ama Mungu aweze kumbariki ili aweze wewe kukumbuka na kukulipa hicho kipato chako. Lakini ukifunga wewe ukiwa na hasira, yeye akiwa na hasira, baraka zinaondoka. Tunasema siku zote nguvu ya ulimwengu ama nguvu ya Mungu inakaa sehemu yenye upendo, amani. Lakini kama sehemu yako inakuwa haina upendo na amani, basi ama wewe na huyo mtu wako ambaye mnadaiana, basi tegemea kuto kulipana, ama inawezekana mkafika mbali sana na mkavunja kabisa hata urafiki ama undugu. Kwa hiyo hii huwa inafanya kazi sana. Kwa mtu unayemdai mtu, unaweza pia ukaona unatumia kuchoma baadhi ya vitu. Kimaliza kuoga, fanya chukua chumvi, choma, kwa sababu hakuna mtu ambaye tumie chumvi. Chumvi ni kiungo. Kwa hiyo unapochoma chumvi kwa utulivu, unasema huyu bwana basi kwa atakapokuwa anakula chakula chochote chenye chumvi, atakapopata pesa yoyote, asiwe na amani tu, aweze kukumbuka mpaka aweze kunilipa hilo, akijaliwa kama atapata hiyo pesa. Usiseme tu afanye chochote, yani hakikisha unanuia ile manuizi ya utulivu, ila tu akumbuke kukurejeshea wewe, awe na kumbukumbu, awe na huruma, awe na upendo. Zungumza maneno kama hayo, utamuona huyo mtoto analejea. Ama anaweza akakupigia simu akakwambia chochote. Kama hali sio nzuri, anaweza akakupigia akakwambia bwana, hali haipo sawa sasa hivi, lakini nitakurejeshea pesa yako hivi karibuni, tafadhali. Anaweza kama mpole hata kama alikuwa mkali. Unaweza pia ukawa unachoma vitunguu maji pia. Kila chakula kinatiwa kitunguu maji. Kwa hiyo unaweza kuwa unachoma, unaoga, huko unachoma, unaoga, huko unachoma. Na kuoga sio lazima ufanye mfululizo. Ni wewe mwenyewe unaweza kuwa unaoga leo, unapumzika hata siku mbili, unaoga tena, unapumzika hata siku mbili, inategemea na malengo yako. Kwamba mimi nitaoga mara 3, mimi nitaoga mara 7, mimi nitaoga sijui mara 21. Ni wewe tu vile ambavyo utajisikia. Mimi nitaoga mara 9, mimi nitaoga mara 7, ni sawa. Lakini mimi napendekeza sana mtoto wa kike, kama una jambo lako lifanye kwa muda wa siku 9. Mtoto wa kiume fanya kwa muda wa siku 7. Ndio kitu ambacho mimi wanapendelea sana. Mtoto wa kike ama wa kiume aweze kukifanya. Kwa upande huo nimeshamaliza. Hii ni nzuri sana hata kwa mvoto. Kama unaona ukubaliki kila unakwenda kazini sijui nini unakataliwa, tumia hii. Ni kitu kizuri sana. Na kwenda kuelezea kuna upande wa ngozi, lakini kuna upande wa kibofu pia kwa watu ambao wanasumbuliwa na hayo matatizo. Ngozi yako imekosa uhai, kama ngozi yako imekosa rutuba, basi pendelea kutumia hii chai ya mchaichai, itakusaidia sana. Unaweza kuwa unachanganya na maua fulani vima, tunaita matunda maua damu, kitu kama hivyo, ama rosella, sijajua. Ukiachemsha wewe yanakuwa na tabia fulani hivi kama damu. Wanakunywa sana watu wale wenye matatizo ya kupungufu wa damu mwilini, wanapendelea kuitumia. Kwa hiyo unaweza kuwa unachanganya kiasi kidogo humo, alafu unakunywa chai yake. Ila rosella weka kwa mbali. Kwa unakunywa, unaweza kuwa unakunywa huo mchaichai wenyewe, tafadhali usiweke sukari, weka mbali sukari. Jitahidi kunywa asubuhi kabla hujala kitu chochote kile. Pia mchaichai unaweza kukusaidia kwa unasumbuliwa na msongo wa mawazo, stress, mambo yako yanavuruga. Ukifika kazini, ofisini, unalala. Yani unakosa kabisa ile nguvu ya kufanya kazi yako ama kuendelea na kazi yako. Tafadhali chemsha mchaichai, kunywa taratibu kabla hujaenda kwenye shughuli zako kama kazini. Pia unajua mchaichai unaweza kuutumia kuunywa huku kinuia mambo yako yale mazuri ambayo unataka. Kwamba kama unakwenda kwenye biashara yako, labda nashukuru leo nina wateja wengi sana, hivyo wanakuja wateja wema, napokea wateja wengi sana hivi na hivi. Kwa unaweza kuzungumza hivyo na ukaona baraka. Lakini kwa wewe ambaye unasumbuliwa sana na swala la kibofu, kwa wale wanaosumbuliwa na matatizo yote ya kibofu, pendelea kutumia mchaichai, utanishukuru sana. Na wale wanaosumbuliwa na tatizo la mawe tumboni, basi unaweza kutumia mizizi yake, kuiosha, kuichemsha, kunywa hata kwa muda wa siku 7. Pia unakwenda kupima kuangalia jinsi ambavyo unaendelea. Wewe unasumbuliwa sijui UTI, sijui kuna sijui unasikia mkojo wako sijui inatoa harufu gani, sijui unajisikia hizo sehemu zako za chini uko unanuka. Iwe mwanaume iwe mwanamke, uwe mwanaume mwanamke, unajisikia hali yoyote inahusiana na muunganiko wa mfumo wa kibofu cha mkojo, wewe tumia mchaichai. Hata kama sehemu
zako za asili zina matatizo, unawashwa kila wakati, kila ukienda UTI, kila ukienda sinini, wewe tumia mchaichai. Jitahidi kuamka asubuhi kunywa mchaichai kabla hujafanya kitu chochote. Kadri siku zinavyozidi kwenda, utaanza kuona maajabu makubwa, utaanza kuona mabadiliko makubwa. Ama unaweza ukawa unatumia kama juice pia. Kama chai upende, unaweza ukawa unaichemsha, unaipaki, unatumia kama juice. Utaona mafanikio makubwa. Kama utajiuliza hili swali, ni muda gani sahihi wa mimi kuoga? Mimi nitakwambia kwamba muda sahihi wa kuoga ni wewe muda ambao unajiona unajisikia kuanza kutumia tiba yako. Kama utajisikia una utulivu na amani ndani yako kwamba sasa hivi nataka nianze kutumia tiba yangu, basi taanza. Lakini kwa wewe ambaye tu unatamani nikutajie muda, basi unaweza kutumia muda wa asubuhi sana. Pale kati jua la asubuhi linaelekea kuchomoza. Ukiniambia ni siku gani ambayo unaweza nikatumia, basi unaweza kutumia kwa unatumia siku labda tu ya Alhamisi na Ijumaa labda kwa kila wiki. Kwa hiyo utaamua wewe vile ambavyo utaona ni sawa kwako. Angalia vile ambavyo unabarikiwa. Kama hivyo vyote nilivyosema havikubaliki, angalia ndani yako, nafsi yako inakuongoza vipi ama inakwambia vipi kuhusiana na muda sahihi wa wewe kutumia hiki ambacho nimekielezea. Wakati mwingine nafsi zetu huwa zinatupitisha njia sahihi. Kila mtu ana nafsi yake. Kwa hiyo wakati mwingine nafsi yako inaweza ikawa inakuongoza vile ambavyo unataka, na ukifanya pia kwa kufuata nafsi yako, basi unaweza kujikuta unapata baraka kubwa sana. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wengi hawafanikiwi kwa sababu ya kufuata mambo yaliyo nje, yani anaongozwa na mtu mwingine nje, anajiacha mwenyewe. Nafsi huaga zinakuwa na wivu. Yani ile nafsi yako wakati mwingine kama unaipuuza, unafuata vile vitu vya mtu mwingine nje, unaweza kuona unajikuta unaanguka kila siku kwenye maisha yako, mambo yako hayaendi kila siku kwenye maisha yako. Ndio maana wanasema mara nyingi jitahidi kuwa na utulivu, upate muongozo wa roho. Ni nini ambacho unapaswa kukifanya? Wakati mwingine majibu yako ndani yako, sio yako nje. Kwa hiyo jisikilize sana sana. Kwa leo mimi naishia hapa kipenzi changu. Kama utakuwa umependezewa na hili darasa, kuna kitu umejifunza, umeguswa, ama kuna kitu kingine unakifahamu ama ulishaitumia, kuna namna fulani ulishawahi kusaidia, usiache ku-like na pia usiache kushare kwa watu wengine, usiache kutoa comment ya mawazo yako wewe mwenyewe. Usiache kunishauri chochote. Kama kuna kitu chochote unatamani kunishauri, basi andika kwenye comment. Kama kuna namna yote unatamani mwingine ajifunze, basi hakikisha una share video aweze kujifunza zaidi. Nawapendeni sana, tuonane wakati mwingine na kwaherini. Bye.